Kesho nakwenda kucheza mchezo wa 5. Tunagawa theluthi ya kwanza ya michezo yote 30. Theluthi moja ina mechi 10. Kesho tunakwenda kuigawa theluthi kwa kucheza mechi ya 5. Alhamdulillah, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Hadi hivi sasa tumecheza mechi 4, tumepata ushindi katika mechi zote. Hatukupata ushindi kirahisi, ulikuwa ni wajasho jingi na discipline ya kutosha. Tunashukuru mpaka sasa hivi, alhamdulillah. Na hapa sifa ziende kwenye benchi la ufundi chini ya Profesa Nabil pamoja na wenziwe kina Mwalimu Kaze na wote waliopo katika bench, madaktari, walimu wa viungo, walimu wa makipa, manager, kit manager. Hawa wanafanya kazi kubwa sana kusema kweli. Usione kobe yuko juu ya mti, ujue kapandishwa. Kwa tunapotoa pongezi na kuwasifu na kuwapamba wachezaji wetu, lakini lazima tujue kuna kazi imefanywa kutokea kwenye benchi la ufundi chini ya Profesa Nabil. Nabil yupo hapa sasa, nadhani aliingia mwezi wa ngapi? Mwanzoni mwa mwaka huu, sio? Alafu akaungana tena na kocha Kaze. Kwa hiyo watu wanaijua hawa timu, na good luck walipata quality players wanaoelekezeka. Ndio hiyo unaoiona passing game, na sio ile passing game ya kucheza nyuma tu. Nakaa ndio kuna watu wanacheza hapa, wao wanacheza passing game. Hayo mnakaa katika eneo lenu, hapana. Passing game tunakwenda mbele. Tukishindwa tunarudi afu tunakwenda tena. Hii inaitwa PPP. Pasia. Kwanza pokea, pasia, alafu pita mbele. Nakwenda kwa Juma Shabani, narudishwa hapa Bangala na turn tena, nampa Dickson na turn. Bangala anapoa tena, napeleka pembeni. Mwamnyeto anakuja, anamwachia Bangala, na sio tena Mwamnyeto anamwekea Feitoto, na fenti anaingia ndani. Anamsetia Yakuba na weka kila pass, shughuli imeisha. Si mara nyingi unaweza ukaona aina ya magoli yale katika nchi yetu. Si kwamba maana kuna maneno semwa, na kama ilivyo desturi nchi yetu hii, kuna watu kazi yao kutengeneza scenario. Wanakwambia hata mwaka jana mlikuwa mnaongoza, baadaye mkaachia. Hatuwezi kuendesha mpira huu kwa habari za kufikirika kila wakati, za kusadikika. Yaani mnakariri kila wakati. Mbona mkariri kwamba katika hilo mngekariri na Yanga ndio bingwa mara 27? Wewe kama yaani lazima ukariri vyote. Sio unakariri hili moja lakini lingine hutaki. Unachagua cha kukariri. Kariri na Yanga ndio bingwa mara 27. Kwamba kuchukua ubingwa 28 ni kitu ambacho ni chepesi zaidi. Sheikh, sisi hatukusajili kwa bahati mbaya. Ni plan iliyoendana na matakwa ya technical bench, lakini na jinsi tunavyotaka ubingwa. Hatuendi kukosea safari hii. Hesabu, juzi niliwaambia tunakwenda hesabu moja baada ya moja. Jana niliandika mahali, tushafurahia kuwafunga Azam, sasa our focus ni kwenye mechi na Ruvu. Hatuwezi kukaa tunaendelea kufurahi tu wakati tuna kiputia. Tunahitaji points 3 kesho, inshallah tufikishe points 15. Respect kwao Ruvu. Wana coach mkubwa, coach anayejua vizuri Young Africans, coach very professional. Wana wachezaji wazuri, wana team nzuri, lakini this time around we need our trophy. Yes. Hatucheki na mtu. Tunahitaji return
of the Champions. Lazima turejeshe hili taji, na hatuwezi kusubiri tuseme mbio za marathon tusubiri raundi 10 na kilomita 10 za mwisho. Sisi tunaanzia hapa mwanzo. We have a power, energy hiyo tunayo ya kukimbia kilomita 42 kwa speed ile ile. Tukatambe na tuseme. Nimefurahi jana, nilikuwa naona juzi jana naangalia clip za wana Yanga wanatamba, wanajidai. Kuna dada nimemuona kwenye clip anatembea kwa kujidai na yes. We Yanga Afrika, usijidai kwa nini? Unacheza vizuri, unashinda, una clean sheet, una uongozi imara, afu kocha wetu wala alingi. Mwarabu ule umeona analinga? Hana mbwembwe za kufunga goli afanye hivyo, ni kimya. Goli linafungwa na angalia wenzao wanashangilia na ulipala sema alhamdulillah twende. Narudia. Mechi ya kesho ina umuhimu mkubwa. Tunakwenda kucheza kwa heshima ile ile huku tukisaka points 3. Jumanne ya saa 1 usiku tarehe 2 kesho versus Ruvu. Viingilio ni vile vile vilivyopita. Bado tunaendelea kufanya majadiliano kuona kama, kwa sababu wana Yanga wenyewe wanaona kuna haja sasa ya kuongezewa viingilio. Bado hajawasiliana vizuri na bodi, tutakaa nao. Lakini viingilio ni shilingi 5,000 mzunguko, 10 VIP B, 15 VIP A. Tunawahitaji wana Yanga.